Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 kapige subscription na ulike video. Utawala wa CCM ukiongozwa na mwenyekiti wao ambaye ni Samia Suluhu Hassan, aliye vile vile rais, wasipochunga, taifa letu la Tanzania litaingia kwenye maandamano ya awamu nyingine, kwa sababu kuna matangazo ya maandamano ambayo yametolewa na Samia amepewa makataa kwamba asipotimiza sharti wananchi watamwagika barabarani kuandamana. Sasa chama cha Chadema ambacho kiliweza kufunguliwa majuzi tu kushiriki kwenye ulingo wa siasa au kushiriki siasa, kimeweza kupea serikali ya Samia onyo kali kwamba wasipomwachilia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, wapo tayari kuingia barabarani kukinukisha, kukiwasha na kusimamisha Tanzania. Najua serikali inaweza ikachukulia jambo hili kama mzaha. Inaweza ikachukulia mazungumzo haya ya Chadema kwamba mazungumzo yasiyokuwa na msingi. Lakini kipindi ambapo maandamano yataingia, hawataweza kumudu kusimamisha maandamano yale, kwa sababu Chadema wao wenyewe ndio wametangaza peupe na mchana wazi kwamba wanampea makataa Samia kumwachilia mwenyekiti wao au waingie barabarani. Ninakualika uweze kusikiliza hii kanda. Vile vile ninakuomba kwa moyo mkunjufu upige subscription, like video. Ninaomba tumshangilie kwa wingi na vigelegele kabisa huyu shujaa wetu, ili ajue kwamba tuko pamoja naye na kwamba tunampenda sana. Asanteni sana. Mwenyekiti wetu tunampenda sana. Dunia inajua, Mungu anajua. Na katika hili chama kupitia makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche wametoa maelekezo. Kanda ya Victoria tupo tayari kwa gharama nyingine ambayo itakuja kumpigania Lissu. Tuna akiba ya gharama kidogo imebaki, tutaimalizia kwa Lissu kumpigania. Sasa mimi sitaki kutoa muda kwa sababu ndio mkakati wenyewe. Sasa hapo ndio kuna mkakati sasa. Ukipewa kitendawili tenda, si lazima utoe majibu. Sisi hapa kitendawili. Sasa ni juu yao kama ni wajinga ama waelevi. Wakiwa wajinga wanatuona barabarani. Wakiwa waelevi wanatuona barabarani. Sisi tunatoa kitendawili. Kwa hiyo hoja ni kwamba nina imani kwamba umeweza kupata taswira kamili ya yale ambayo Chadema wanazungumzia. Unajua, sababu ambazo zinawafanya wao kuandamana zinaeleweka. Hata mataifa ya nchi za kigeni wanaelewa hizo sababu. Hamwezi mkamkamata mwenyekiti Tundu Lissu mumuweke korokoroni kwa zaidi ya mwaka mmoja na hamjaweza kudhibitisha
makosa yake ama hamjaweza kudhibitisha makosa ambayo aliweza kufanya. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, katika sheria za dunia hii, je, mtu anakamatwa, kesi inaendelea mahakamani mpaka siku ambayo atakapopatikana na makosa, au ama mpaka siku ambayo mahakama itakapompata na makosa, au mahakama inafungua kesi inaendelea, watakapompata na makosa mtuhumiwa ndio wataamua kumfunga. Sasa serikali ya Samia inaeleza kwamba Tundu Lissu eti alifanya kosa la uhaini. Wamejaribu kuongeza mashtaka mengine kwenye mashtaka ambayo waliweza kumfungulia Lissu, eti kwamba alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuchochea wananchi ambao walikuwa wanaandamana mwaka uliopita. Unajua, kukamatwa kwa Lissu kunaeleweka wazi kwamba hii serikali haikukuwa inataka watu ambao wako na msimamo dhabiti katika uchaguzi uliopita. Kama ninadanganya mimi bwana Ezra, mbona bunge la Ulaya likasema kwamba Lissu amekamatwa kinyume na sheria, amefungwa kinyume na sheria, hivyo anapaswa kuachiliwa, apewe matibabu na ajumuike na familia zake? Kama mimi niko na makosa, mbona basi bunge hilo likaweza kuagiza Lissu aachiliwe? Na mambo kama haya machache, mambo machache ambayo serikali inapuuza wakati mwingi ndiyo uharibu amani. Walimkamata Lissu kwa sababu za kisiasa. Wameiba uchaguzi. Watanzania wamesonga mbele na maisha. Mbona wasimwachilie Lissu na yeye aendelee na maisha yake, aendelee na shughuli zake? Wacha niwakumbushe, na lazima nilizungumze hili kipindi ambapo Chadema wamesema kwamba huenda wakaandamana wasipomwachilia mwenyekiti Tundu Lissu. Angalia nchi kama Madagascar. Madagascar juzi tu, mwaka uliopita, waliandamana kimchezo tu. Maandamano ya kwanza hayakufanikiwa. Maandamano ya pili yalifanikiwa, au maandamano ya duru ya pili yalifanikiwa kumuondoa yule rais mwenye alikuwa dikteta madarakani. Kwa hivyo Samia aliweza kufanikiwa kwenye awamu ya kwanza, akawaua raia wa Tanzania wakanyamaza. Asija kafikiri kwamba iwapo maandamano mengine yatatokea atafanikiwa. Asija kafikiria hilo. Mimi ndio nimekuambia bwana Ezra, na huwa siogopi kuzungumza hilo. Samia asija kafikiri kwamba atafanikiwa iwapo maandamano mengine yatakuja. Wakati huo sasa, endapo maandamano hayo yatakuja, wananchi watakuwa wamekuja na ufumbuzi mpya jinsi ya kukabiliana na serikali. Hamwezi mkawakamata viongozi haijulikani mumeweza kuwafungia wapi. Akina Polepole, akina Soka, kama walikuwa na makosa wafikishe mahakamani, basi wafungulie mashtaka. Sasa Chadema wamesema kwamba lazima Lissu aachiliwe. Kama hata achiliwa, wako tayari kuzima Tanzania. Je,
unakubaliana na wao au unapingana na wao? Sema nasi.